culprit. Makundi ya kijamii ya kutetea haki za kibinadamu wamepaza sauti zao kwa kile wanachodai ni kuongezeka kwa visa vya ubakaji na wizi wa kuku, mbuzi na bidhaa za nyumbani hasa katika eneo la Mwatate. Visa hivyo vinahusishwa na vijana wanaotumia mihadarati, huku wito ukitolewa kwa jamii kushirikiana katika kuangamiza janga hilo, kama Hezron Kimari anavyoarifu kutoka Mwatate, kaunti ya Taita Taveta. Na makundi ya mashirika ya kijamii katika eneo la Mwatate yameweza kutoa lalama zao kuhusiana na kuongezeka kwa visa vya ubakaji na uwezi wa mifugo na pia na vifaa nyumbani, hasa ukihusishwa na vijana ambao wanadaiwa kutumia mihadarati na pombe za kienyeji. Na afisa tutapata fursa kusikia baadhi tu ya kauli ya wawakilishi wa mashirika hayo. Kwa tukilaumiwa sana, watu wa pikipiki wanaongoza kwa majali, watu wa pikipiki wanaongoza kwa ubakaji, watu wa pikipiki wanaongoza kwa kupokonya mabibi za watu, lakini hiyo si hasa kwa mtu ambaye anafanya bodaboda na kuna jua familia, ila lakini inasababishwa na ulevi. So zoezi ya leo ya kumaliza pombe itasaidia sana kwa ile sekta. Maana mara nyingi sisi tumengangana kupambana sana kwa mikutano, lakini unapata mkutano unaisha tu, kesho yake tayari unapata jamaa yuko chakari. Lakini ule urahisi na upataji wa pombe wa urahisi. Lakini zikiweza kupigwa vita hivi, hata sisi kama viongozi safari yetu itakuwa mzuri. Vijana wameiba mbuzi na huwa wanachinja, wanaenda kuuza nyama pale kwa mahotels, wakisema ni nyama zao, ni mbuzi zao. So hapo kuna shida na tunangangana vile ilivyo. Kwa kusema kweli tunakazana. Na mara nyingi hao vijana ambao hawaendi shule, wengine wameshindwa na nyumba kwao, wanaenda wakiiba. Hao ndio wanafanya defilement kwa watoto wadogo, ambao kwa sasa tunaweza hesabu tuko na watu 6 pale undani. Tumewapeleka. Wanashika watoto wadogo miaka 3, miaka 5, na hata raping cases. Kuna mwingine yuko hapo, vijana 5 walivamia mwanamke mmoja, wakamfanyia madhara. That was 31st of last year. Lakini vijana wako huko ndani na mama mmoja ambaye aliweka mwenzake nguo kwa mdomo, na huko anafanyiwa madhara na wanaume. So tunangangana vilivyo, japokuwa mkono zetu ni mfupi, maana mara nyingine unatakana kwenda kotini, huna pesa. Huku wizi wa mbuzi, wizi wa ng'ombe umeendelea sana, usiku hatulali, kwa sababu wale ambao wanatumia hii pombe wanazunguka usiku na mchana. Kwa hivyo kuangamiza hili swala la hii pombe ni vizuri zaidi. Pili, tutakuwa tunawasaidia hawa vijana wetu katika masomo yao, na tena tunaomba viongozi wetu waendelee kuweka mikutano mara kwa mara ili kuwasaidia hawa vijana, kwa sababu vijana wanapotea. Ndio kauli za baadhi tu ya wawakilishi wa makundi ya kijamii katika eneo la Mwatate, wakizungumzia ukosefu wa usalama hasa katika swala zima la ubakaji na matumizi ya madawa ya kulevya. Nikiripotia KTN kutoka Mwatate, mimi ni Hezron Kimari. Na kwingineko hospitali